الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى في طاعته. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nichukue nafasi hii tukufu sana kuwahusia kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia vile vile ni nasihi nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu katika imani, leo ni siku tukufu, siku ya Ijumaa, lakini pia ni Ijumaa ya mwisho. Ni Ijumaa ya mwisho iliyokuwa ndani ya mwezi huu mtukufu, mwezi wa Dhulhijja, lakini pia ni Ijumaa ya mwisho ya mwaka huu 1447 Hijiria. Waislamu wengi wetu katika zama hizi ambazo tuko nazo tunashughulika sana na kufanya tathmini ya kazi zetu, majambo yetu mbalimbali tunayoyafanya, ikiwa ni biashara, ikiwa ni mkulima. Watu wanafanya tathmini kila baada ya kipindi fulani, na huu mwongozo ni mwongozo ambao unapatikana ndani ya kitabu kitukufu, lakini pia ni miongozo ambayo inapatikana ndani ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanachuoni mbalimbali. Ndugu zangu katika imani, tunafanya tathmini kwa sababu ya kuweza kuangalia, mathalan, kwa mfano mwaka huu tunaomaliza au mwaka tunaomaliza, yapi tumeyafanya yenye faida na sisi na yapi ambayo tumeyafanya na hasara. Unapofanya tathmini ili ipate kukusaidia mwakani naongeza kipi na punguza kipi. Hata kwenye upande wa kiserikali ndivyo ilivyo. Ushahidi wa maneno au wa kumbukumbu ni jana tu watu wamesomewa bajeti kuu ya serikali, yote ni tathmini ile kwamba tunataka tuende mwaka huu na mambo haya. Waislamu, hotuba yetu ya leo itabebwa na hiyo logo ya tathmini, lakini tathmini yetu itaangalia sana katika mambo ya kidini. Tathmini yetu tutatembea nayo katika mambo ya Kiislamu. Leo nimesema hapo nyuma ni Ijumaa yetu ya mwisho kwanza ya mwezi huu tuliokuwa nao wa Dhulhijja, lakini pia ni Ijumaa ya mwisho ya mwaka huu wa Kiislamu 1447 Hijiria. Je, mwaka mzima huu ambao tumeuishi 1447, tathmini yako kwenye majambo ya kidini, kwenye ibada na uchungu mzima iko wapi? Je, ukikalkulate, ukiangalia mahesabu yako sawa? Iwapo Allah Subhanahu wa Ta'ala atahitimisha umri wako, ile mwaka huu tuliokuwa nao ndio mwaka wako wa mwisho, na leo pia inawezekana kama ndio siku ya mwisho, baada ya muda kadhaa tukaambiwa fulani inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Je, kwa tathmini ya haraka haraka majambo waliyofanya mwaka huu ambao tuko mwishoni kumaliza ni majambo yanayompendeza Allah Subhanahu wa Ta'ala kumridhia? Waislamu, kwa bahati mbaya
tuliokuwa nayo, hatujiwekei maisha ya kufanya tathmini katika majambo yetu ya kidini. Lau sikusema hawa maneno hapa, yawezekana wengi hatujui kwamba tuko mwezi wa 12 Kiislamu na tuko mwishoni. Kwa hiyo baada ya masiku kadhaa kumalizika, tutauingia mwaka mpya wa Kiislamu 1448. Sasa tathmini yetu ikoje? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayasema maneno ambayo yalishasemwa tangia huko nyuma, karne 14 zilizopita huko nyuma na kuendelea. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun, imekurubia watu hesabu yao ya kuhesabiwa, lakini watu wapo kwenye mughafala, lakini pia ni wenye kupinga. Jambo la tathmini halikuwa kwenye upande wa kidunia tu. Jambo la kitathmini, jambo ambalo kwamba lipo kwenye mafundisho sahihi ya dini yetu ya Kiislamu. Kama ambavyo unafanya tathmini nyumbani kwako ya matumizi ya mahitaji ya kila siku, na inawezekana ukipokea mwisho wa mwezi wako ukaanza kugawanya kwamba hiki kitakwenda huku kitakwenda kule, basi ni vile vile Uislamu tunatakiwa tufanye tathmini ya dini yetu ya Kiislamu. Wapi dini yetu ipo mpaka sasa hivi? Mwelekeo wake ni mzuri ama ni mbaya? Yapi tunayafanya kwenye dini yatakayoongezea mkazo, yapi tuyapunguze, yapi tuyafanye kadhaa wa kadhaa. Mwaka huu tunamaliza 1447, Allah Subhanahu wa Ta'ala akitujalia uzima, tutaingia mwaka 1448 Hijiria. Ni jukumu langu mimi na wewe kujifanyia tathmini ya mwaka huu ambao tunaomaliza. Je, nipo katika njia iliyokuwa sahihi? Kwa sababu gani? Ili uwe mtu wa sawasawa, lazima uwe na utaratibu wa kujiwekea tathmini katika majambo yako yote unayoyafanya. Lakini leo watu wafanya tathmini kwenye majambo yao ya mali zao, biashara zao, lakini watu hawakai chini wakafanya tathmini ya maisha yao ya kiakhira, maisha ambayo ni maisha bora na ni maisha endelevu. Tathmini ya maisha ya kidunia, biashara yako kuna siku itakwama, itayumba, itakufa kabisa ikiwezekana, lakini kwa Mungu kesho ni endelevu. Utakalokwenda nalo utaishi nalo hivyo hivyo, likiwa zuri likiwa baya. Kwa hivyo njia iliyokuwa nzuri Waislamu ni kufanya tathmini. Lazima ujipe thamani. Ukipe thamani unachokifanya, ibada yangu hii ya swala ninayoswali, tathmini yake ikoje? Ibada yangu ya hija niliyokwenda, tathmini yake ikoje? Waislamu, kila jambo tulifanyia tathmini. Tunamaliza mwaka huu 1447 Hijiria, tathmini ya maisha yako ya kiakhira ikoje? Sitaki kuzungumzia maisha ya kidunia. Tathmini yako ya maisha ya kiakhira ikoje? Ikitokea leo kesho Mwenyezi Mungu anakuondoa hapa duniani, uko salama na matendo yako? Sasa kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika moja ya majina yake, moja ya sifa zake, amejisema yeye ni Ar-Rahim, Ar-Raufu, ni mpole, ni mwingi wa huruma, ni Ghafuru, Mwenyezi Mungu asamehe. Basi na kuomba ndugu zangu Muislamu, hebu fanya tathmini ya kurekebisha yale ambayo kwamba umeyafanya 1447. Ukipewa taufiki Mwenyezi Mungu kuingia 1448, uanze upya kwenye matendo yako hasa ya kidini. Jiangalie, jikague, swala zako ziko sawa sawa? Unaswali kwa wakati? Mwaka mzima ulipewa huu,
Umetoa sadaka ngapi? 20,000. Mwaka mzima utoa shilingi 20,000 Muislamu, utoa shilingi 15,000, shilingi 10,000, hata utoa shilingi 50,000 kwa mwaka mzima, sio sawa sawa? Basi engeza, boresha, sahihisha njia zako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mlioamini, ittaqullah, muogopeni Mwenyezi Mungu, kwa maana ya kumcha, kwa maana ya kuwa na hofu naye. Alafu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, waltanzur nafsu ma qaddamat lighad, tathmini hiyo Islam, na itazame nafsi ni jambo gani imetanguliza kwa ajili ya kesho. Tathmini, lazima uwe ni mtu wa tathmini. Penda ukirudi, tathmini. Ukipata ukitumia, tathmini, ili ipate kukuongoza kwamba jana nimetumia shilingi 10,000, lakini hii 10,000 bwana nimeitumia ovyo ovyo, kuna majambo niliyaingiza hayakuwa sahihi, kesho uyapunguze. Kama utakuwa ni mwanadamu unaishi bila tathmini, utayumba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mwisho wa aya hii, inna Allaha khabirun bima ta'malun, Mwenyezi Mungu ni mjuzi kwa mnayoyafanya. Kwa hiyo ukifanya tathmini utagundua kwamba kuna sehemu nilipatia, kuna sehemu nilikosea. Sehemu niliyopatia, kipi nikiengeze nipatie zaidi? Sehemu niliyokosea, wapi nisahihishe ili nisirudie makosa ambayo nimeyafanya? Tathmini. Ndugu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, lau tungeliipatiza vizuri, yani kodi zote Mungu ametuwekea wazi. Zipo kodi Mungu ameziweka wazi za maisha ya akhira. Lau tungelikuwa tunaitumia vizuri Qur'ani, Mwenyezi Mungu ametuibia baadhi ya kodi, ametupa siri. Anasemaje Allah Subhanahu wa Ta'ala, kam labithtum fil ardi adada sinin. Ni swali hilo. Kodi Mungu ameiba hiyo, ametuambia sisi. Ukisema Qur'ani utakutana na aya hiyo, kam labithtum fil ardi adada sinin. Niye mmeishi miaka mingapi katika ardhi? Faulizwa siku ya Kiyama na Allah Subhanahu wa Ta'ala, duniani mmeishi miaka mingapi? Qalu, fasema wenyewe, labithna yawman au ba'da yawm, hatujakaa duniani sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ila siku moja au nusu siku. Maneno haya tunayasema wenyewe siku ya Kiyama kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qalu labithna yawman au ba'da yawm, hakuna muda tuliokaa duniani isipokuwa ni siku moja au nusu siku. Yani kumbe hata mtu akaishi miaka 70 hapa duniani, miaka 100, akasema neno haya, labithna yawman au ba'da yawm. Sasa kama itakuwa hapa duniani ni siku moja au nusu siku, ni namna gani Waislamu tunabweteka, tunajiachia, hatuna habari na mambo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema katika moja ya maneno yake aliyosema, la taqumu saa hatta yataqarabu zaman, hakitasimama kiyama mpaka zama zikurubie, zama ziwe karibu, kiasi ambacho kwamba takunu sanatu kashahari, utakuwa mwaka kama vile mwezi. Miezi 12 ambayo tutakuwa na mwaka mmoja itakuwa sawa sawa na mwezi mmoja tu. Washahari kaljumaa, na mwezi kama vile wiki. Waljumaa kalyaum, na wiki kama vile siku. Walyaum kasaa, na siku kama saa moja tu. Na tukiangalia ndivyo tunavyoishi sasa hivi. Leo tayari ndani ya mwezi wa 6, mwaka wa 2026 tumeanza juzi tu.
Kwenye upande wetu wa kidini, Ramadhani ilishajuzi, lakini tayari mwaka tunamaliza wapo. Tukianza Muharram, Ramadhani hiyo hapo tena. La taqumu saa hata yaktakarabu zamanu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema iqtaraba lisaa, alikuwa sahihi. Maneno haya yamesema tangu karne 14 zilizopita huko nyuma. Leo Waislamu, tathmini, takwimu, kila mmoja afanye tathmini ya maisha yake anayoishi, hasa maisha ya kiakhira.